Vyakula vyenye mafuta mengi vinaweza kusababisha madhara makubwa kiafya, ikiwa ni pamoja na magonjwa ya moyo, kisukari na saratani. Hii ni kwa sababu mafuta haya, hasa yale yasiyo na afya kama mafuta yaliyojaa rehemu, yani trans fats, huongeza kiwango cha mafuta mabaya, yani LDL mwilini na kupunguza yale mazuri, yani HDL. Vyakula vyenye mafuta mengi na athari zake kwa mwili. Moja, aina ya mafuta katika vyakula. Vyakula vyenye mafuta mengi vinaweza kuwa na aina tofauti za mafuta. Mafuta yaliyojaa, yani saturated fats, hupatikana kwenye nyama nyekundu, siagi, jibini na maziwa yenye mafuta mengi. Mafuta ya trans, yani trans fats, hupatikana kwenye vyakula vilivyokaangwa kama chipsi, maandazi na biskuti zilizotengenezwa kwa mafuta yaliyotumika mara nyingi. Mafuta yenye afya, yani unsaturated fats, kama vile mafuta ya mizeituni, parachichi, samaki wa baharini na karanga. 2. Athari za mafuta mengi mwilini. Kulingana na Shirika la Afya Duniani WHO, ulaji wa vyakula vyenye mafuta mengi, hasa yale yasiyo na afya, huweza kusababisha matatizo yafuatayo: magonjwa ya moyo. Mafuta yaliyojaa na trans fats huongeza rehemu mbaya, yani LDL, ambayo hujikusanya kwenye mishipa ya damu na kusababisha atherosclerosis. Kisukari aina ya pili. Mafuta haya huathiri usikivu wa insulin, hivyo huongeza hatari ya kupata kisukari. Unene uliopitiliza, yani obesity. Mafuta mengi huongeza kalori mwilini na kusababisha ongezeko la uzito. Saratani. Mafuta yaliyotumika mara nyingi kukaangia chakula huzalisha kemikali hatari zinazoweza kusababisha uvimbe na hatimaye saratani, hasa ya utumbo. 3. Mafuta yapi ni salama kwa matumizi? Si mafuta yote ni mabaya. Mafuta yenye afya kama omega 3 na omega 6 kutoka kwa samaki wa baharini, mbegu za alizeti na karanga, mafuta ya mizeituni na mafuta ya rapa yanaweza kusaidia kupunguza uzito na kulinda moyo. 4. Njia za kupunguza madhara. Epuka vyakula vilivyokaangwa kwa mafuta yaliyotumika mara nyingi. Tumia njia mbadala za kupika kama kuoka, kuchemsha au kuchoma. Soma lebo za bidhaa ili kuepuka mafuta ya trans. Ongeza ulaji wa matunda, mboga na vyakula vyenye nyuzinyuzi. Ulaji wa vyakula vyenye mafuta mengi unapaswa kudhibitiwa kwa makini. Kula kwa akili ni njia bora ya kulinda afya yako ya sasa na ya baadaye. Haya ni machache miongoni mwa yale yaliyo mengi ambayo nimekutayarishia kwa wakati huu. Ikiwa ni kwa mara ya kwanza unatazama video hii au ikiwa bado hujasubscribe katika chaneli hii, ninakusihi kuungana nasi kwa kusubscribe na hakikisha unagusa alama ya kengele ku turn on notification ili uwe wa kwanza kupata taarifa juu ya video mpya zinapokuwa katika chaneli hii mapema na kwa wakati. Unaweza kuniachia maoni yako sehemu ya comment, kulike na kushare kwa ndugu jamaa na marafiki ili sote kwa pamoja tuweze kuelimika, kuhabarika na kuburudika kupitia chaneli hii. Asante kwa kutazama Suka TV.